Kosa lingine ni kushughulika na kasoro za watu. Ukiangalia katika picha hiyo, utaona jamaa juu ya dari akichungulia wanandoa wawili wakigombana, na kimoyomoyo anasema, angalia hawa wanagombana. Hii ni hatari sana. Hakikisha akili yako ina majukumu mahususi ya kufanya. Kila mwanadamu ana mapungufu yake. Mengine ni madhaifu ya asili kabisa ambayo hakuna mwanadamu anayeweza kuyabadilisha kwa namna yoyote ile. Yamkini hata yeye mwenyewe hawezi kuyabadilisha. Kwa hiyo usitumie nguvu kubwa kuhangaika na matatizo ya mtu au ya watu. Badala yake, angalia cha kujifunza kwake, halafu usonge mbele. Chukua kwake yale mazuri yatakayokujenga, mengine muachie mwenyewe. Hiyo akili yako usiifanye iwe idle, usiiweke izubae. Itumie kwenye mambo ya msingi na sio mambo ya kipuuzi. Ukiacha akili yako ikae kizembe bila majukumu maalumu ya kufanya, ndipo itaanza kujihusisha na umbea, majungu na kuchunguza mambo yasiyokuhusu. Ukiona unatumia muda mwingi kuwaza kuhusu mwenendo wa mtu ambaye sio mtoto wako, jua kwamba akili yako haitumiki sawasawa. Ama ukusudie kuitumia kwenye mambo yatakayoongeza tija kwenye maisha yako, au izagae kwenye mambo ya hovyo ikuletee matatizo. Hakikisha unatumia kimkakati wakati wote. Itumia akili yako vizuri. Ukiona mtu ana mapungufu fulani, kwa utaratibu mfuate na kumweleza mapungufu yake, kisha umpendekezee na namna ya kujisaidia kuondokana na mapungufu hayo. Si zaidi ya hapo, kuwa mshauri, usiwe mwamuzi kwenye maisha ya mtu mwingine. Timiza wajibu wa kutoa ushauri chanya unaojenga pekee, kisha kapambane na maisha yako. Kama mwanandoa, jielekeze sana kwenye fikra zinazotoa suluhisho la matatizo. Baki kama mwanadamu, usiingie hadi kwenye nafasi ya Mungu ukaanza kutoa hukumu. Hapana, shughulika na haki zako, sio kushughulika na dhambi za mtu. Wakati mwingine ni vigumu sana kupambana na kujihangaisha juu ya mtu mzima mwenye akili timamu na uwezo kamili wa kufanya maamuzi. Kadri ya nguvu unayowekeza kufuatilia au kujihangaisha juu ya mambo ya mtu ambayo kimsingi hayana madhara kwako, ndicho kipimo cha maumivu au anguko lako. Epuka sana kujadili mapungufu ya mtu mahala popote ambapo yeye mwenyewe hayupo. Jifunze kumwacha mjinga aendelee kuuamini ujinga. Ukisoma Mithali 9 kuanzia mstari wa 6, Biblia inasema, enyi wajinga, acheni ujinga, mkaishi mkatende katika njia ya ufahamu. Amkemeaye mwenye dharau hujipatia fedheha, amkaripiaye mtu mbaya hujipatia aibu. Usimkaripie mwenye dharau asije akakuchukia. Mkaripie mwenye hekima, naye atakupenda. Mwelimishe mwenye hekima, naye atazidi kuwa na hekima. Mfundishe mwenye haki, naye atazidi kuwa na elimu. Kama una hekima kwa nafsi yako, na kama una dharau, utauchukua peke yako. Mwanamke mpumbavu hupiga kelele, ni mjinga, hajui kitu. Katika Biblia, Mithali ile 27 mstari wa 22, maandiko matakatifu yanasema, hata ukimtwanga mjinga kwa mchi kinuni, pamoja na ngano, upumbavu wake hautamtoka. Wakati mwingine amani ni bora kuliko kuwa sahihi. Badilika, badilika, badilika. Acha kujishughulisha na kasoro za watu. Hii imekuwa ni sehemu ya mfululizo wa makosa yatakayokufanya uwe masikini na mtumwa, kwa maandiko ya Nashon Elia na kwa simulizi ya sauti halisi na nadhifu ya kwangu mimi Yosia Emmanuel. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare, lakini pia
Weka komenti yako kwenye kila tunachokiweka. Usiache kufuatilia sehemu inayofuata. Salia na Mwenyezi Mungu, kumbuka utatimiza ndoto.